Msikilizaji, namshukuru Mungu tena siku ya leo ambayo ni njema. Bwana ametupa neema ya kuwa hai, na zaidi ya yote tunamshukuru Mungu kwa kutupa neema ya kutafakari maneno yake na kujifunza, kwa sababu hiki ndio chakula chetu cha maisha ya kiroho. Leo ni Jumapili ya tarehe 15 mwezi wa 6. Tunakwenda kujifunza somo hili ambalo si jipya wala geni, lakini kwa sababu kuna mambo ambayo yamekaa sana katika vichwa na fahamu za watu, ingawa si kwa usahihi. Tunajaribu kuyarudia hata zaidi ya mara moja, yamkini wapo watakao yapokea na kuyaelewa yawasaidie katika maisha yao. Na wengi wanahoji, haya masomo na yakuta wapi? Haya mambo unayofundisha na yakuta wapi? Ni neno la Mungu liko wazi. Nimewahi kutoa ushuhuda wangu huko nyuma. Sitoi fundisho lolote kwa kukurupuka, ingawa najua si wengi wanaokubali. Hata wengine wamenidhania vibaya kwa namna mbalimbali, lakini nakwambia kitu ninachokuambia hulazimiki kukichukua, lakini naifunua kweli hii, mwenye kujipokea aipokee. Najua tumeenenda kwa mapokeo, tumeenenda kwa mazoea, hatutafuti neno, hatuangalii neno. Tunazungumza kitu ambacho tumekisikia kwa watu, sio tumekisikia kutoka kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo kanisa linaendeshwa na mawazo ya watu, aliendeshwi na Biblia. Na Mungu anapotupa neema ya kufunua neno la Mungu, tutaifunua. Mwenye kulipokea tulipokea, mwenye kulikataa tulikataa. Kama Mungu alivyomfunulia Yohana, kitabu cha Ufunuo alisema mwenye kujitakasa jitakase, anaendelea na uchafu aendelee na uchafu. Lakini siku yaja. Somo la muhimu sana katika maisha ya Mkristo yote ni kurudi kwa Yesu. Kurudi kwa Yesu ndio tumaini letu wa Kristo. Tupo tunafanya kazi duniani, tunajitoa, ni kwa sababu tunajua Yesu atarudi. Na kurudi kwa Yesu ndio mwisho, ndio hatima yetu. Kwa hiyo tunafanya haya yote hata tujapopita katika mateso, katika shida, adha, ni kwa sababu tumaini letu lipo katika kurudi kwa Yesu. Aliyetuokoa, aliyetufia. Kuja kufa msalabani ilikuwa ni mwanzo wa kazi, alifungua ukurasa wa wokovu, tunaendelea, lakini atakuja kuhitimisha. Kila kazi ina hatima yake, ina mwisho wake. Atakuja kuhitimisha, kukamilisha wokovu wetu. Biblia inazungumza habari za kuja kwa Yesu. Kuja kwake kupo. Lakini Biblia kama tunavyojua ina lugha ya kimungu, lugha ya kiroho, ambayo tunahitaji kuitafakari. Sio kutafakari kwa kutumia akili zetu, hatutaelewa. Biblia inajitafsiri yenyewe. Biblia inajitafsiri yenyewe, inajifafanua yenyewe. Unapochukua andiko moja na kukimbia nalo bila kujua upande wa pili unasemaje, tunafanya makosa makubwa sana. Nilifundisha siku za nyuma kutoka kitabu cha Yohana sura ya 14, msifadhaike mioyoni mwenu. Tuliangalia na kuchunguza, je, maneno haya yalizungumzwa kuhusu nini? Wengi wanadhani habari hii inaanzia mstari ule wa kwanza sura ya 14. Nilifundisha juu ya kanuni ya mtiririko wa habari, kwamba habari hii haianzii hapa, inaanzia sura ya 13. Ukianzia hapa huwezi kupata maana. Lazima ujue habari ilikotokea. Na ukisoma habari nzima, Yesu alikuwa na waga wanafunzi wake kwenda kufa msalabani. Na aliwaambia, nako kwenda ninyi hamwezi kuja.
Kwa hiyo ukianzia habari ilikoanzia utajua kwamba Yesu alikuwa haendi mbinguni. Alikuwa anaenda kufa msalabani. Ndio maana alisema anaenda peke yake, hawezi kwenda na mtu. Kisha alisema na makao ni mengi, lakini naenda kuandaa mahali. Hasa watu hawataki kujifunza mahali ni nini. Wanalichukua tu lile neno la makao. Yesu alienda kuandaa makao. Yesu alienda kuandaa makao. Yesu hakwenda kuandaa makao. Yesu alisema makao yapo, tena mengi. Mimi naenda kuandalia mahali. Sasa watu hawataki kujifunza Yesu ameenda kutuandalia mahali. Maana yake ni nini? Wanasema ameenda kuandaa makao. Wapi? Alienda kuandaa makao mbinguni. Kwa hiyo imegeuza tumaini ya Mkristo yote. Anajua Yesu alienda kuandaa makao mbinguni, na anafikiri mbinguni ni mahali fulani ambako ni mbali, ambako tutapaswa kusafiri kwenda huko mbinguni, kama vile tunavyosafiri kwenda Ulaya, tunavyokwenda Marekani, tunavyokwenda sijui wapi, Misri, tunakwenda South Africa, tunakwenda India. Watu wanadhani tutasafiri kwenda mbinguni kama tunavyosafiri. Kwa hiyo wanadhani mbinguni kuna mahali fulani anakokaa Mungu, kunakoitwa mbinguni, mbali huko. Na ndiko Yesu alikoenda kuandaa makao. Alafu atakuja kutuchukua. Watu wamegeuza Biblia na kuleta matumaini yasiyo na maana ndani ya maisha ya Ukristo. Yesu hakwenda kuandaa makao, wala Yesu hakwenda kujenga mji. Mji ni kanisa. Mji wa Yerusalemu mpya alienda kujenga. Anajenga ni kanisa, ndio linaloitwa mji mpya wa Mungu, Yerusalemu mpya ya Mungu. Yerusalemu mpya au mji mpya wa Agano la Kale ilikuwa ni hekalu la mji wa Yerusalemu. Agano Jipya Yesu ameenda kuandaa, anaandaa mahali. Sisi ndio mji unaojengwa na Yesu Kristo katika ulimwengu wa kiroho. Kama Yesu angekuwa anaenda mbinguni, asingesema hamwezi kunifuata. Watu wameshindwa kuelewa hapo. Na mbinguni ni wapi? Mbinguni wanadhani kuna mahali. Nataka leo nijaribu kuonyesha kwamba mbinguni ni wapi. Na Biblia inaposema Yesu atakuja, iko lugha inayotumika katika Biblia. Maandiko yote katika Biblia yanazungumza habari ya kuja kwa Yesu, lakini hayatumii tu kuja kwa Yesu. Yesu atarudi, Yesu atakuja. Lakini kuna maandiko mengine yanayofafanua kuja kwa Yesu maana yake nini, kurudi kwa Yesu maana yake nini, anarudije, anakujaje. Na kwenda kuangalia upande wa pili. Kama nilivyosema, Biblia inajitafsiri yenyewe, inajifafanua yenyewe. Tunapofafanua kwa akili zetu tunapotea. Andiko linajitafsiri kwa andiko, Biblia inajitafsiri kwa Biblia. Kwa hiyo Yesu, kwa kuwa watu wanafikiri Yesu alikwenda mahali fulani kunakoitwa mbinguni, na alienda kuandaa makao ambayo hayapo hapa, Biblia isemi, na atakuja kutuchukua. Wakati Yesu hajawahi kusema atakuja kutuchukua. Alisema nikiandaa mahali nitawakaribisha. Na Yesu aliandaa mahali msalabani, alitukaribisha. Ndio maana tunaitwa watumishi wake. Ndio maana tupo katika ufalme wake, tumekaribishwa. Tunatenda kazi kwa niaba yake, tunatawala pamoja naye, tunafanya kazi kwa niaba yake, tumekaribishwa katika ufalme wake. Watu wanasubiri atakuja kutuchukua, wakati Yesu hakusema. Hii ndio shida inayopatikana katika Biblia, matumaini yasiyo na tija. Tumekaribishwa. Kwa kuwa watu wanafikiri anakuja kutuchukua. Imetokanaje hii ya kwamba atakuja kutuchukua? Kwa sababu wanafikiri alienda mbinguni, alienda mahali, na kutokujua mbinguni ni wapi. Wanadhani kuna mahali kunakoitwa mbinguni. Nimefundisha katika vipindi kadhaa vya nyuma, wale wanaonifuatilia masomo yangu. Kuna mbingu za mwili tunazoziona kwa macho,
Kuna mbingu za roho hatuzioni kwa macho. Mungu hakai kwenye mbingu unazoziona. Huko unakoonyesha juu, unakosema utakwenda, hizo ni mbingu za mwili. Huko wanakwenda watu wa aina yote, hata walevi, hata wachawi wanakwenda huko. Na hizo mbingu zitatoweka wakati wa kuja kwake, mwisho wa dunia, hazitakuwepo. Lakini mbingu za Mungu za kiroho hazitatoweka. Na mbingu za Mungu ni za kiroho, manake hazina mipaka. Unaposema kiroho, mbingu, neno mbingu manake kiroho, maana hazina mipaka, ziko kila mahali. Hata hapo ulipo, Mungu yuko hapo, kwa sababu mbingu ya Mungu iko hapo. Hata ukienda angani kwenye ndege, mbingu iko hapo. Hata ukisafiri kutoka mji wako kaenda mahali pengine, Mungu yuko hapo na mbingu iko hapo. Tunaposema Mungu wa mbinguni, manake Mungu aliye rohoni, aliye katika ulimwengu wote, ndio mbingu. Hapa nilipo, Mungu yuko hapa. Maana yake kama Mungu yuko hapa, mbingu iko hapa, mbingu ya kiroho. Mungu hakai mahali fulani palipojitenga, alafu watu wasafiri kwenda huko. Mungu yuko kila mahali. Hiyo ndio mbingu ya Mungu. Sasa nitakupa neno hili. Biblia katika Isaya sura ya 57 mstari wa 15, Mungu anasema, mimi nakaa mahali palipoinuka patakatifu, palipo juu sana, lakini nakaa pamoja na roho iliyotubu. Sasa watu waliotubu ni akina nani? Ni waamini wanaomwamini Yesu. Anakaa nao mahali palipoinuka. Sasa kama mbinguni ni huko juu sana, je, wewe uliyookoka umewahi kufika huko? Umewahi kwenda? Hapana. Lakini katika mbingu ya Mungu ya kiroho tunafika huko. Tunakaa pamoja na Mungu huko. Tunawasiliana na Mungu huko. Sio mbingu ile unayoiona kwa juu. Katika Isaya 33 mstari wa 16 anasema huyu anayekaa na Mungu ndiye yuko juu. Yuko juu. Kama wewe umeokoka, unakaa na Yesu Kristo, manake uko juu. Juu ipi? Juu ya mawingu naye yatazama kwa macho, au juu ya kiroho? Sisi tuko juu. Hata kama niko chini hapa, niko juu. Juu ya kiroho, sio juu ya unavyoangalia mbingu. Biblia pia inasema katika Zaburi 23, tunakaa katika mlima wa Bwana. Mlima uko wapi? Uko juu. Juu ipi? Tunakaa katika hema ya Bwana katika Zaburi 15, au kilima cha Bwana katika Zaburi 15 mstari wa 1. Katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 17 anasema mtu aliye darini asishuke chini. Waamini wako darini. Dari iko juu, ni ishara ya kuwa juu. Kwa hiyo sisi tuko kwenye mlima, tuko mahali palipoinuka, tuko mlimani, tuko kwenye kilima cha Bwana, tuko juu, tuko darini. Katika maisha ya kiroho, huko ndiko Bwana aliko. Ukikaa darini utakutana na Bwana. Ukikaa mlimani utakutana na Bwana. Ukikaa kilimani utakutana na Bwana. Ukikaa mahali palipoinuka utakutana na Bwana. Ukikaa chini humuoni Bwana. Sio katika ulimwengu huu wa macho, hapana. Biblia katika Efeso 2:16 anasema Bwana ametuketisha katika ulimwengu, ametuketisha pamoja na yeye katika ulimwengu wa kiroho. Katika Yohana hiyo nilipoanzia 14 mstari wa 3 anasema akituandalia mahali ili alipo yeye nasi tuwepo. Tangu Yesu amekufa na kufuka na kutuokoa, pale alipo ndipo sisi tulipo. Maana yake nini? Yupo katika ulimwengu wa kiroho na sisi tuko katika ulimwengu wa kiroho pamoja naye. Tunaishi naye.
tunakaa naye. Hebu niambie wewe unaipinga. Unaposema unakaa na Bwana wakati Bwana yuko mbinguni, unakaa naye wapi? Hebu jitafakari. Kama wewe unasema unakaa na Bwana, unakaa na Yesu, unakaa na Mungu, na Mungu unasema yuko mbinguni juu kule kwenye mawingu, unakaaje na Bwana kule juu? Hujui kwamba mbingu ya Mungu haiko kule juu, iko hapo pamoja na wewe? Yesu anasema nilipo nanyi muwepo. Mimi niko pamoja na Yesu pale alipo, kwa sababu mbingu ya Bwana ni ya kiroho. Alipo Bwana ndipo nilipo. Kama Bwana singekuwa pamoja nami, mimi singekuwa mtumishi. Na hili neno limejirudia katika Yohana 12:26. Limejirudia katika Yohana 17:24. Pale alipo Bwana na ndipo sisi tunapokuwepo. Hakumaanisha kwamba anaenda kule juu mbinguni alafu akatuandalia na sisi tukakae huko juu kwenye mawingu. Hapana. Tuielewe lugha ya Mungu. Alafu Biblia inasema katika Yohana 15, Yesu mwenyewe alisema 15 mstari wa 19, asema ninyi sio wa ulimwengu huu, ila nimewachagua kutoka katika ulimwengu. Sisi sio wa ulimwengu, ila ametuchagua kutoka katika ulimwengu. Baada ya kutuchagua ametuweka wapi? Alipotuchagua sisi sio wa ulimwengu, ila ametuchagua ndani ya ulimwengu. Je, baada ya kutuchagua ndani ya ulimwengu ametuacha humo humo? Unapochagua kitu kutoka mahali, si unakihamisha? Ametuchagua katika ulimwengu, ametupeleka wapi? Ametupeleka katika ulimwengu mwingine wa kiroho, ambayo ndio mbingu, tunakokaa pamoja na Bwana, tunapoishi maisha ya kiroho. Hiyo ndio maana ya Biblia. Mambo ya kiroho ni ukitumia akili tu inakusumbua. Katika Kolosai 1 mstari wa 13 anasema alipotuokoa ametuhamisha. Hasa kama alituhamisha, alipotuokoa alituhamisha, ametuhamishia wapi? Ametuhamishia mbinguni. Na kama tumetuhamishia mbinguni, ni mbinguni ipi? Ile ya kule juu mawinguni. Huko sisi hatujaenda na hatutaenda huko. Tumehamishiwa katika mbingu aliko Bwana. Bwana hakai juu, anakaa katika mbingu, katika ulimwengu wa kiroho, ambako tunapomwomba tunamkuta huko, tunawasiliana naye huko, tunaonana naye huko, katika maisha ya kiroho. Mbingu imeenea. Ndio maana watu kila mahali duniani wanasema Mungu yuko hapa, kwa sababu hapo ndipo ilipo mbingu katika roho. Lakini watu wa ulimwengu hawezi kumwona Mungu katika mbingu. Wao wanaiangalia mbingu ya macho. Iko mbingu ya macho, iko mbingu ya roho. Jambo hili limeleta shida. Katika Wafilipi, katika kwanza Efeso hiyo 2:19 anasema tangu sasa ninyi sio wageni, ninyi ni wenyeji nyumbani mwa Bwana. Tangu tulipookoka sisi ni wenyeji nyumbani mwa Mungu, sisi ni wenyeji. Je, umewahi kufika huko juu ya mawingu? Hapana, ni wenyeji. Tangu nilipookoka na kutakaswa dhambi zangu, nimekuwa mwenyeji. Kwa nini? Kwa sababu nina mawasiliano na Mungu. Ninamjua Mungu. Mungu ananisikia. Ninawasiliana naye, ninaishi naye, niko pamoja naye. Mimi ni mwenyeji, mimi sio mgeni. Wafilipi 3:20 anasema wenyeji wenu uko mbinguni. Huwezi kuwa mwenyeji mahali ambako hujawahi kufika. Huwezi kuwa mwenyeji ambako hujawahi kufika. Unakuwa mwenyeji kule ulikofika. Je, sisi ni wageni mbinguni? Kama wewe ni mgeni mbinguni, wewe ni mgeni. Manake wewe huna mawasiliano na Mungu. Huonani na Mungu. Huzungumzi na Mungu. Je, kama unawasiliana na Mungu, unakutana naye wapi? Unapanda kule juu mbinguni ndiko unakwenda kukutana naye? Au unakutana naye hapo katika mbingu zisizoonekana, katika ulimwengu usioonekana, ambayo ndio makao ya Mungu, na sisi tunakaa pamoja naye? Mambo ya kubambikiza maneno
kwamba Yesu alipanda kule juu, alienda kujenga huko mji, alafu na sisi tutaondoka tukakae kwenye mji, wakati Biblia inasema kanisa ndilo mji. Wewe ndio nyumba, wewe ndio mji wa Mungu. Kanisa ndio linaloitwa mji wa Mungu. Na wewe unataka kwenda kukaa kwenye mji. Mungu anataka kukaa kwenye mji. Kanisa kukaa kwenye mji, nyumba yako wewe, na wewe unataka kukaa kwenye mji. Ukakae kwenye mji aliojenga nani? Mungu hakukujengea wewe mji. Wewe amekujenga, Mungu anajijengea mji. Sisi ndio nyumba, ndio mawe, tunajenga nyumba ya Mungu ili Mungu akae kwetu. Sio sisi tukae. Hapana. Yerusalemu mpya ni kanisa, ndio inaitwa mji wa Mungu, ndio Yerusalemu ya Mungu anayojijengea mwenyewe. Makao ni mengi, lakini mahali, nafasi, sehemu ya kila mtu atakavyotumika katika ufalme huo, katika mji huo, Mungu alituandalia msalabani na alikamilisha. Pale alipo ndipo tulipo. Kama wewe hupo pale alipo unasubiri, umechelewa. Bwana hakusema nakuja kuwachukua, alisema na wakaribisha. Alipomaliza kazi msalabani alitukaribisha. Watu wanasubiri kuchukuliwa. Nirudie kukuambia jambo lingine la upotofu wa siku hizi. Biblia zote, matoleo yote ya zamani, ukisoma Yohana 14 mstari wa 3, Biblia inasema atakuja nitawakaribisha. Kwa sababu ya kutokuelewa matoleo ya siku hizi. Maana Biblia inaleta matoleo mbalimbali, watu wachapishaji wamegeuza. Ukisoma Biblia matoleo mapya yote hayasemi nitawakaribisha, yanasema nitawachukua. Aliyesema hivi nani? Ni Yesu au ni waandishi wameweka hayo maneno? Hata kwenye tafsiri za Kiingereza zimebadilishwa hivyo. Matoleo ya siku hizi wamebadilisha ile neno, wameweka alisema nitawachukua. Na hata pale aliposema naenda kuandalia mahali, wamebadilisha, wameandika naenda kuandalia makao. Yesu hakusema naenda kuandaa makao, alisema makao yapo, ila naenda kuandalia mahali. Watu wameona kama hawamuelewi Yesu, wamebadilisha. Hata kwenye Biblia wameandika Yesu alisema naenda kuandaa makao badala ya mahali. Unaona shida iliyopo? Kanisa linavyopotezwa, waamini wanavyopotezwa. Tunajitengenezea mambo yetu wenyewe, sio Mungu. Hiyo ni shida. Tunapookoka tunaungana na Mungu katika ulimwengu wa kiroho. Kwa kuwa tuna mwili, tuna roho, tunamuona Mungu, tunashirikiana na Mungu katika mwili. Lakini kuja kwake, Biblia inaposema atakapokuja tutashirikiana naye kwa ukamilifu, maana tutatoka, roho zetu zitatoka katika mwili, zitaungana naye. Kinachotufanya tusimuone Mungu kikamilifu, kwa sababu roho iko ndani ya mwili na mwili hauwezi kumuona Mungu. Ndio maana tunamuona kwa roho. Usipoingia katika roho huwezi kumuona Mungu, maana mwili unakuzuia. Kuja kwa Yesu tutatoka katika mwili, roho zetu zitatoka katika mwili, tutamuona Mungu, kwa sababu Mungu ni roho na roho zetu zitaonana na Mungu ana kwa ana. Hii ndio Biblia inavyotueleza. Ukisoma kitabu cha Kolosai sura ya 2, wa Kolosai sura ya 2, nikupe huo mstari wa Kolosai sura ya 2 mstari wa 20. Paulo anasema, basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Kwa nini mnaendelea kujitia kama watu mnaoishi duniani? Kimwili tuko duniani, kiroho hatuko duniani. Sisi ni wa mbinguni. Kama utamuuliza, unaposema tunakuwa kama tunaishi duniani, sasa tunaishi wapi? Tunaishi mbinguni, tunaishi ulimwengu wa kiroho, tunaishi mahali palipoinuka, tunaishi katika mlima wa Bwana, tunaishi darini, tunaishi hewani, tunaishi kilimani, tunaishi juu.
kulingana maandiko yote yanavyosema. Biblia ndivyo inavyojieleza. Jambo lingine kuhusu kuja kwa Yesu, kuna maandiko mengi hayazungumzi. Kwanza nikwambie, Yesu hajawahi kutamka kwamba anakuja kuwachukua. Ila Yesu alisema nakuja, lakini hasemi nakuja kuwachukua. Kwa nini Biblia inasema anakuja lakini hajasema? Neno kutuchukua limetengenezwa na watu. Katika Yohana 14 mstari wa 3 limetengenezwa, halikuwepo, limetengenezwa. Yesu atakuja, lakini alisema anakuja kutuchukua. Maandiko mengi ni kuonyeshe maana ya maneno haya. Kwa mfano ile Tesalonike 4 ambayo tumeishika sana, maana ndio iliyozaa yale maneno ya kunyakuliwa, kwamba Bwana atakapokuja tutanyakuliwa. Na kunyakuliwa kumekuja kwa maana ya kwamba tutanyakuliwa kutoka chini kwenda juu, ndio maana yake. Lakini Biblia haina maana hiyo. Kabla ya mstari huo, ukisoma mstari wa 14 unasema hivi: maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikuja akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Hasa atawaleta wapi? Mungu atawaleta waliokufa, waliotangulia kufa atawaleta wapi? Sisi tunanyakuliwa kwenda juu, alafu Mungu anawaleta. Lazima utulie uangalie. Ukisoma ule mstari wa 17 anasema, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Tukimlaki Bwana hewani, tutakuwa naye milele. Wapi? Tutakuwa naye hewani. Hasemi tukimlaki tutaenda mbinguni. Hasemi tukimlaki tutakaa naye milele. Wapi? Manake hewani. Hewani ndio makao yetu, mbinguni ndio makao yetu, ulimwengu wa kiroho ndio. Anaposema hewani manake mbinguni, anaposema hewani manake ulimwengu wa kiroho, anaposema hewani manake mlimani. Ina maana ile ile. Sisi hatuishi duniani, tunaishi hewani, tunaishi mbinguni, tunaishi ulimwengu wa kiroho. Bwana atakapokuja atatukuta tukiwa huko, tukikutana tutaishi pamoja naye. Sio atatukuta alafu tuchukue, atupeleke wapi? Biblia haisemi hayo, ni mawazo yetu. Alafu fuatilia Biblia pia. Ukisoma lugha ya asili, Yesu haisemi anakuja kutulaki, tunakwenda kumlaki. Kumlaki ni tafsiri inayokosewa. Kumlaki maana yake ni kumpokea. Unapokwenda kumlaki mtu, si unampokea? Ukishampokea unarudi naye kwako, unaenda naye nyumbani kwako, si umempokea? Kumlaki maana yake ni kumpokea. Lakini Biblia haizungumzi habari ya kumpokea. Hatuendi kumpokea. Biblia inasema tutakutana naye. Ni tafsiri inayoleta shida. Tutakutana. Kiingereza kinasema we shall meet. Tutakutana. Tutakutana wapi? Tutakutana kwenye ulimwengu wa kiroho. Tutakutana hewani. Tutakutana mbinguni. Ndio maana Biblia inasema wenyeji wetu uko mbinguni. Katika Wafilipi 3. Kutoka huko tunamtazamia Mwokozi. Soma vizuri Wafilipi 3:20. Wenyeji wetu usiko mbinguni. Yaani sisi hatuishi duniani, tunaishi mbinguni. Tunaishi katika ulimwengu wa kiroho. Tunaishi hewani, tunaishi mlimani. Huko, tukiwa huko tunamtazamia Mwokozi aje, tukutane naye huko. Tukikutana naye tutakwenda wapi? Tutakwenda wapi? Tutakaa huko milele na milele. Sasa anakuja kutoka wapi na kutukuta mbinguni? Anakuja kutoka wapi na kutukuta tukiwa ulimwengu wa kiroho? Biblia inatumia maneno haya. Kwa mfano, Tesalonike ya 2 mstari wa 1. Tesalonike ya 2
mstari wa kwanza. Tesalonike ya pili sura ya kwanza mstari wa 7. Mstari wa 7, sikiliza, anasema, na kuwalipa ninyi mteswao raha pamoja na sisi wakati wa kufunuliwa kwake Bwana Yesu Kristo kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uwezo wake. Kuja kwake Bwana atafunuliwa. Biblia inasema atafunuliwa kutoka mbinguni. Mstari ule wa 10 katika Tesalonike ya kwanza, Tesalonike ya pili mstari wa kwanza, mstari wa 10 nasema, yeye atakapokuja ili kutukuzwa katika watakatifu wake. Kuja kwake atakuwa anakuja kujitukuza. Haji kutuchukua. Anakuja kufunuliwa. Anakuja kutukuzwa katika watakatifu. Biblia ndivyo inavyosema. Haji kutuchukua, anakuja kufunuliwa. Anakuja kutukuzwa. Ukisoma Kolosai 3 mstari wa 4, uwe mvumilivu, tuende pamoja, uangalie maandiko. Anasema Kolosai 3 mstari ule wa 4, anasema, Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo nanyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Atafunuliwa nini? Kwa nini Biblia inatumia neno kufunuliwa? Yesu tunamfahamu, alifahamika, alijitambulishwa kwa mwili. Kwa mwili. Na watu wanamfikiria kwa mwili. Wengine wanachora na picha zake. Lakini hatujafunuliwa alivyo. Uhalisia wake hatuujui. Ulimwengu haujui. Kuja kwake, kutokea kwake itakuwa ni kufunuliwa, kujifunua, ili wote tujue kwamba kumbe ndivyo ilivyo. Sasa hivi tunaangalia kwa sehemu, tunamwona kama kwa kioo. Tunasoma hivyo katika Korintho ya kwanza 13:12. Tunamwona kwa mbali, tunamwona kama kwa kioo. Tunamwona kama picha, maana tuko ndani ya mwili. Lakini atakapofunuliwa, na sisi tutafunuliwa. Kwa nini na sisi tutafunuliwa? Kwa sababu sisi huu ni mwili, tuko katika mwili, lakini roho yetu haijadhihirika. Asili yetu iko ndani, haijadhihirika. Kufunuliwa kwa Yesu mbele yetu, mwili huu hautahusika, na roho zetu zitafunuliwa. Ndivyo tutakutana uhalisia, sio kuchukuliwa. Biblia haisemi kuwachukua. Bwana atakuja kujifunua kwa watakatifu wake, ili ajitukuze katikati ya watakatifu wake, na sitafunuliwa, kwa sababu hali halisi ya Mungu ndivyo tutakavyoiona. Sasa hivi hatumuoni, tunamuona kwa roho, kwa ndani, kwa mbali, kwa kioo. Tukisoma maandiko, hata Yesu mwenyewe alisema katika Luka 17. Ukisoma Luka 17, Yesu anasemaje alipozungumza habari za Nuhu na habari za Rutu, ilivyo maangamizi yalivyowakuta. Mstari wa 30, Yesu mwenyewe kwa kinywa chake anasema, hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Kufunuliwa maana yake nini? Ni lugha nyingine Biblia inasema atakuja, lugha nyingine inasema atafunuliwa, lakini yenye maana zaidi ni kufunuliwa, kwa sababu atadhihirika jinsi alivyo. Sasa hivi tunamuona kwa mbali, lakini atadhihirika, atafunuliwa. Kufunuliwa maana yake ni kitu ambacho kipo lakini hakijawa wazi. Ndio maana tumekuwa tukifundisha upotofu nao tumika katika kitabu cha Ufunuo. Watu wanasema ni unabii. Ufunuo sio unabii. Ufunuo ni kwamba kitabu cha Ufunuo kinaeleza mambo ambayo yapo lakini hayakuwekwa wazi. Kwa kitabu kilikuwa kinafunua nabii ambazo zilitabiriwa na zinatekelezwa na zitatendeka, lakini hazikuwa wazi. Yohana analetewa ufunuo wa kuyafunua yawe wazi. Yesu Kristo tunamjua, lakini hajafunuliwa. Kuja kwake maana yake kufunuliwa. Kufunuliwa sio kwamba hakuwepo. Alikuwepo lakini hajafunuliwa.
siku ikifika kuja kwake, manake atafunuliwa, atakuwa wazi. Lakini tulikuwa naye, hata sasa tunaye katika maisha yetu, lakini hajafunuliwa udhahiri. Tunamuona kwa kioo, lakini sasa tutamuona dhahiri. Na sisi tutakuwa dhahiri. Na sisi hali tulionayo sio ya kwetu, hii sio asili yetu. Utakapofika muda tutafunuliwa. Yani ile hali yetu ya uhalisia itafunuliwa. Ndio maana ya kuja. Biblia inaposema kuja kwa Yesu ni kufunuliwa kwake. Na sisi tutafunuliwa wapi? Katika ulimwengu wa kiroho, mbinguni. Mbinguni sio mahali pa kusafiri. Watu wametunga na mawazo na nyimbo na kwamba tutaota na mabawa, kwa sababu wanadhani ni kule juu. Wanasema sasa tutafikaje? Wametunga maneno ya kuoteshwa mabawa ili turuke kama ndege. Ndio yamekuja mambo ya kunyakuliwa. Neno kunyakuliwa halina maana ya kupanda juu, lina maana ya mabadiliko ya ghafla, kama Paulo alivyoeleza. Huyo Paulo aliyesema katika Tesalonike kwamba tutanyakuliwa. Lakini baada ya kunyakuliwa hewani, hasemi tutaenda wapi. Tutakaa na Bwana milele, tutakaa hewani. Katika Korintho anasema kuja kwake tutabadilishwa kufumba na kufumbua. Yani kwa nukta moja tutakuwa tumebadilika. Ndio maana ya kunyakuliwa. Kutoka katika hali moja kwenda hali nyingine, kutoka hali ya mwili kuingia hali ya roho, ili tufanane naye. Tuingie katika utukufu wake, tuingie katika ufunuo wake. Mbingu na nchi, mbingu nazoziona hazitakuwepo. Nchi haitakuwepo. Lakini mbingu ya Mungu, Biblia inasema mbingu zitapita, nchi itapita. Sasa yeye atakuwa wapi? Sisi tutaenda wapi? Kama mbingu zitatoweka, tutakwenda wapi? Mbingu sio hizi za mwili. Mbingu zetu na mbingu za Mungu ni mbingu za kiroho, ambako hakuna mtu awezaye kuingia huko. Yesu alisema hazina yako ilipo hata kutu haingii, wala nini, wala nondo, wala uharibifu. Katika mbingu hizo unazosema kuna uharibifu huko. Huko mbingu unakonyesha juu, watu wanaendaga huko. Mbingu za Mungu hakuna anayekwenda huko. Hakuna atakayeleta uharibifu huko. Ndio maana ya kuja kwa Yesu. Katika Timotheo 6, Timotheo ya kwanza, ukisoma Timotheo ya kwanza sura ya 6, ule mstari wa 14, anasema hivi. 14, kwamba uilinde amri hii pasipo mawaa, pasipo lawama, hata kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Tutailinda amri, tutalinda utakatifu, tutalinda maisha haya mpaka Bwana atakapofunuliwa. Kufunuliwa ndio kuja. Kuna kusema kwa lugha nyingine kuja, manake sio kwamba hakuwepo. Kufunuliwa lina maana nzuri zaidi kuliko kuja. Kuja linaonyesha kama kitu ambacho hakikuwepo sasa ndio kinakuja. Lakini kufunuliwa kuna maanisha kwamba Yesu alikuwepo, tunaye, lakini hajawekwa wazi. Ndio maana ya kufunuliwa. Sasa atafunuliwa. Tunajitunza mpaka Bwana atakapofunuliwa. Tunaposoma neno ya kufunuliwa na kuja, yanaeleza tukio moja. Lakini kuna tukio ambalo la kufunuliwa watu hawalipendi kulitumia, wanapenda kulitumia neno la kuja. Ni kama vile hayupo, ila atakuja kutoka mbali sana. Na anakuja kwa lengo la kutuchukua. Unaona? Haya. Ukisoma Timotheo ya pili sura ya kwanza, Timotheo ya pili sura ya kwanza mstari wa 10. Unasema hivi. Timotheo ya pili sura ya kwanza mstari wa 10. Na sasa inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake Mwokozi wetu Kristo Yesu, aliyebatili mauti na kufunua uzima na kutokudhihirika kwa ile Injili. Bwana anafunua, Bwana atafunua. Katika Timotheo ya pili sura ya 4 mstari wa 8, Timotheo ya pili sura ya 4 mstari wa 8,
nisome kuanzia mstari wa 6. Anajieleza yeye Paulo katika kufa kwake. Anasema, kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile. Wala sio mimi tu, bali na wale wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Sisi tunapenda kufunuliwa kwa Yesu. Yesu afunuliwe. Lugha nyingine inasema Yesu aje, arudi, afunuliwe. Atakapofunuliwa na sisi tutafunuliwa, ili tuwe sawa, tuwe dhahiri. Katika Yohana, waraka wa Yohana anasema atakapodhihirishwa na sisi tutafanana. Yani atadhihirishwa katika roho na sisi tutajidhihirisha katika roho, tufanane roho kwa roho, tutafanana naye. Maana ya kudhihirika, tunapobaki tu atakuja ni kama anakuja kutuchukua, lakini kudhihirika maana yake atadhihirika, ataonyesha ule uhalisia wake na sisi ule uhalisia wetu. Maana mwili tulionao sio halisi yetu, huu ni mwili, lakini umilele wetu hauko ndani ya mwili, uko katika roho. Mahusiano yetu yako katika roho kwa roho. Hatuvioni kwa macho, lakini udhihirisho utadhihirika, utafunuliwa wakati huo wa mwisho. Tito 2:13. Tito 2:13 anasema, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo. Tunatazamia nini? Tunatazamia kuja kwa Yesu. Tunatazamia mafunuo ya Yesu. Kuja kwa Yesu ni kufunuliwa. Na nimeeleza, kufunuliwa sio kwamba kitu hakikuwepo. Kipo, ila hakijawekwa wazi. Kuja kunaleta maana kwa watu kwamba ni kitu ambacho hakipo, ila kitakuja. Lakini kufunua, na ukisoma katika maandiko, nikupe hata homework, jaribu mwenyewe. Neno kuja kwa Yesu na kufunuliwa kwa Yesu, neno kufunuliwa limetajwa mara nyingi zaidi kuliko kuja. Ukidhani huamini, chukua muda, tafiti, tafuta maandiko yanayozungumzia kuja kwa Yesu na yanayozungumza kudhihirishwa au kufunuliwa kwa Yesu. Utaona Biblia imetumia zaidi kufunuliwa kuliko kuja. Haya, anasema tumaini tulionalo ni mafunuo ya utukufu wa Kristo. Tunategemea kufunuliwa. Ukiangalia Petro ya kwanza 7, Petro huyo alikuwa ni Paulo. Sasa tumwangalie na Petro, wote wanatumia lugha hiyo hiyo. Petro anasemaje? Petro ya kwanza sura ya kwanza mstari wa 7 unasema, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa ni kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Tunajaribiwa kama dhahabu, tunapita kwenye moto, tunapita katika shida kama dhahabu na uvumilivu, lakini vyote hivi vinangoja kufunuliwa kwa Yesu Kristo. Afunuliwe. No. Petro ya kwanza 5 mstari mstari 5 mstari wa 4. Petro ya kwanza 5 mstari wa 4 unasema, na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Bwana atadhihirishwa. Yupo, hajadhihirishwa wazi kwa macho yetu tumuone kama alivyo. Biblia inaposema siku ya kuja Bwana, maana yake ni siku ya kudhihirishwa, siku ya kufunuliwa,
kwa wale waliokuwa na ngoja kufunuliwa, kwa wale waliokuwa na ngoja kudhihirishwa, ili wakae naye milele. Tupo katika ulimwengu wa kiroho, lakini hatuoni, ni kama fumbo. Tunaishi mbinguni. Biblia inasema ninyi mko mbinguni, lakini hatuoni, ni kama fumbo. Biblia inasema ninyi mko pamoja na Kristo mahali palipoinuka. Hatuoni kwa macho haya, kwa sababu macho haya na mwili huu unatudanganya. Hatuoni, ni kama fumbo, lakini tunaona kwa sehemu. Tunapowasiliana na Mungu anapotubariki, tunapofarijiwa na Bwana na kuisikia sauti yake, ndipo tunaamini kwamba inawezekana kweli tuko pamoja na Bwana. Ni kama haijadhihirika mambo haya yote, lakini siku ile vitu vitadhihirishwa, vitakuwa wazi, vitafunuliwa wazi. Ndio kuja kwake. Sio kwamba hakuwepo, tulikuwa naye, lakini alikuwa hajafunuliwa. Tulikuwa naye, alikuwa hajadhihirika. Tulikuwa naye, hata si wenyewe hatukujijua jinsi tulivyo. Tulidhani ni watu wa tofauti, ni watu wa aina gani, ni wa kawaida. Siku ile ndipo tutadhihirishwa na sisi. Siku ile na sisi ndipo tutakapofunuliwa. Kwa kumbe tunafanana na Mungu, tunafanana na Yesu. Tunafanana. Biblia inasema tutafanana naye, tutadhihirishwa, tutafunuliwa. Biblia haisemi tutachukuliwa. Na huko kuchukuliwa, watu kumewapa matumaini, kwa sababu wanaamini nyumba zinajengwa mbinguni. Hawajui kwamba kanisa ndilo nyumba, hawajui kama kanisa ndilo mji, ndio Yerusalemu mpya. Wanadhani kuna Yerusalemu inayojengwa na magorofa watakwenda kukaa huko. Hakuna ndugu, hakuna magorofa ya kuishi roho. Hakuna magorofa ya kuishi watu na Mungu pamoja na wanadamu. Hakuna kitu kama hicho. Wala mbinguni sio mahali fulani ambako ni mji umetengwa ndiko tunakwenda kukaa. Hapana, ulimwengu wa kiroho ndio mbingu ya Mungu. Katika Ufunuo sura ya 12, Ufunuo sura ya 12, ule mstari wa 12, ambao watu wengi wanasema unamhusu shetani kufukuzwa mbinguni. Sio kweli. Mstari wa 7 unahusu vita vya Yesu na shetani pale msalabani. Yesu alipomshinda shetani msalabani, mstari wa 10 ukatangazwa wokovu na ushindi na ufalme wa Mungu. Mstari wa 11 ukatangaza ushindi kwa kanisa, kumshinda adui kwa damu ya Yesu na kwa neno lake. Ndio tunavyoendelea kushinda. Mstari wa 12 unasema furahini ninyi mnaokaa katika mbingu. Wanaokaa katika mbingu ni nani? Wale waliookoka wako katika mbingu, wanaishi katika mbingu. Tufurahi na mbingu zishangilie. Sisi mambo hayo tunashindwa kuamini kwa sababu hayajafunuliwa. Tuko katika mbingu, hazijafunuliwa. Sisi ni watu wa kiroho, hatujafunuliwa. Yesu yupo pamoja nasi. Hata hapa nilipo Yesu yupo, lakini hajafunuliwa. Ili muone ana kwa ana. Kwa nini? Kwa sababu na mimi nitakuwa nimefunuliwa na yeye atakuwa amefunuliwa. Ndio maana katika Tesalonika anaposema tutanyakuliwa kwenda hewani. Hewani sisi ndiko makao yetu. Hewani manake sisi tuko ulimwengu wa kiroho. Bwana huko tutakutana. Sio tutakwenda kumlaki, sio tutaenda kumpokea. Lugha hizi zinazotafsiri Biblia zinatuletea shida wakati mwingine. Hatuendi kumpokea, tunakutana. Ndio maana Filipo anasema wenyeji wetu uko mbinguni, huko ndiko tunakoishi. Na Bwana anapokuja atatukuta huko. Akitukuta huko atatupeleka wapi? Hakuna kwa kutupeleka. Tutaishi pamoja naye. Sio kwamba atakuja na kutukuta, ila atafunuliwa. Tutakuta kumbe tulikuwa naye, kumbe ndivyo ilivyokuwa. Mambo tunaye lakini hajafunuliwa. Tuko mbinguni lakini haijafunuliwa. Tuko hewani, haijafunuliwa. Tuko pamoja na Bwana, haijafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, naweza kuwa nakupa maneno haya ni magumu, yanakuchanganya, unakata tamaa. Ni kwa sababu tumesikia sana, tumefundishwa sana, mapokeo yametutawala mno, masimulizi ya watu yametutawala mno. Sio Biblia inayotutawala. Hebu Biblia ikutawale ndugu yangu, na kusihi Biblia ikutawale, ikae ndani yako. Fuatilia maneno ya Mungu, sio masimulizi. Sio masimulizi. Masimulizi yanatuchanganya.
Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 28. Anasema, na sasa watoto wadogo, kaeni ndani yake ili kusudi atakapofunuliwa tuwe na ujasiri wala tusiaibike mbele zake katika kuja kwake. Atakapofunuliwa tuwe na ujasiri. Unaona? Katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 19, Warumi sura ya 8 mstari wa 19, anasema kwa maana viumbe vyote pia vinatazamiwa kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kufunuliwa, yani sisi tutafunuliwa. Badala ya kunyakuliwa, tutafunuliwa. Badala ya kunyakuliwa, tutadhihirishwa. Kwa hiyo kunyakuliwa na kufunuliwa na kudhihirishwa yote yanazungumzia jambo moja. Sasa watu wanafikiri kunyakuliwa ni kwenda juu, na miili hii nayo ipande iende juu. Watu wanatengeneza na filamu, wanatengeneza na video filamu. Watu wananyakuliwa sisi kwa kompyuta, wanapanda juu, wanadondosha viatu na makoti, watu wanawatazama wanaenda juu. Miili hii haiendi. Tutafunuliwa kufumba na kufumbua kuwa kama Yesu, wala hatuendi kule juu. Neno kunyakuliwa, nikitaka kuambia kwamba kunyakuliwa sio kwenda juu. Hata watu wanatengeneza, wanawaza mawazo ya kuota mabawa, sio kwenda kule juu. Ni katika ulimwengu wa Mungu, katika ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa Mungu ambayo ni mbingu, ambako ndi Mungu anakopatikana. Hata hapa Mungu yupo, lakini hajafunuliwa, simuoni kwa macho. Katika Korintho ya pili sura ya 12, Paulo anatoa ushuhuda jinsi alivyonyakuliwa kwenda juu mbinguni mpaka mbingu ya 3 na kuyaona mambo ya ajabu kwa Mungu. Je, alinyakuliwa mwili au alinyakuliwa roho? Aliondoka, alienda mbinguni alafu akarudi? Hapana, ni roho. Yohana anasema nilikuwa katika roho, akaanza kuonyeshwa. Je, aliondoka na mwili? Hapana, ni roho. Mwili huu ni wa duniani. Mambo ya Mungu inachohusika ni roho, sio mwili. Mbingu sio ya mwili huu. Mbingu ni ya roho. Mwili huu hauhusiki. Yohana alikuwa katika mwili, lakini Mungu alipotaka kumuonyesha mambo, alimtoa katika mwili akawa katika roho. Je, mwili ulienda wapi? Ulibaki, roho iliondoka. Mungu alipotaka kumuonyesha Paulo mambo ya makuu ya ajabu, alitoa roho, ilienda roho, mwili ulibaki. Kunyakuliwa hakuhusiani na mwili hata siku moja. Na Biblia inapozungumza habari ya mawingu, kuna maneno wakilishi katika Biblia. Siku zote mawingu yanamaanisha utukufu. Biblia inaposema Bwana atakuja na mawingu, maana yake anakuja na utukufu. Watu wanahubiri wanasema Yesu atakuja amebebwa na mawingu. Mawingu ya mvua yanaweza kumbeba Mungu. Watu wanahubiri Yesu atakuja amebebwa na mawingu. Hata kuondoka kwake wanasema mawingu yalimbeba. Wanadhani Mungu ni kama mtu. Mungu yupo. Mungu hana mipaka. Mbinguni sio mahali pa kusafiri. Biblia haijasema popote. Nimesema kama unabisha, fanya wewe utafiti wako, ulete jibu. Andiko linalotumika kwamba Yesu atakuja kutuchukua ni andiko la Yohana 3:14 mstari wa 3. Lakini nalo limepotoshwa. Yesu hakusema anakuja kuwachukua, alisema ninawakaribisha. Ingawa siku hizi nimesema matoleo yanayochapishwa ya Biblia siku hizi wameondoa ule mstari wa kukaribishwa, wameweka kutuchukua. Wengine wanatumia andiko la Luka na Mathayo kwamba moja atwaliwa, moja aachwa. Anayetwaliwa si ndio kuchukuliwa? Kumbuka kanuni, yale maandiko yalikuwa ni maandiko ya malinganisho. Alikuwa analinganishwa wakati wa Nuhu na wakati wa Lutu na kuja kwake.
Wakati wa Nuhu waliopona walitwaliwa. Wakati wa Rutu waliopona walitwaliwa. Na sisi tutapona. Alikuwa anafanya malinganisho. Unaangalia kitu kinachosemwa. Kwa hiyo Biblia inapozungumza habari ya tuna matumaini sana ya kuja. Tumaini la Mkristo yote ni kuja kwa Yesu. Na lugha hii ndio iliyotawala. Yesu atakuja, Yesu atakuja. Yesu atakuja, Yesu atakuja. Lakini maandiko yaliyotumika sana katika Biblia hayaeleweki. Kwa nini Biblia inasema atafunuliwa? Kwa nini Biblia inasema haisemi tutaenda, inasema tutafunuliwa? Biblia haisemi tutaenda, inasema tutafunuliwa. Haisemi tutaenda, inasema tutadhihirishwa. Alafu tukimlaki, ambayo pia ni neno ambalo sio sahihi sana. Tukikutana katika hewa, kukutana na Mungu katika hewa, maana yake kukutana katika makao yetu ya kiroho, katika ulimwengu wa kiroho ambako tulikuwa naye ila alikuwa hajadhihirishwa. Tutakapo kutana naye ndipo atadhihirishwa. Alafu hasemi tukikutana hewani atatupeleka mbinguni. Haisemi. Inasema tutakaa naye. Hebu fikiria, ukikutana hewani huko juu kwenye mawingu, mkishakutana alafu mnakaa huko mawinguni, mnakaa huko hewani. Hamrudi tena duniani wala hamwendi tena mbinguni. Neno kumlaki linatumika kumpokea mtu na kurudi naye. Kama ni kwenda, basi lingetumika kwamba Yesu ndiye anatulaki. Maana akitulaki anatupeleka. Kama sisi ndio tutamlaki, maana tutarudi naye. Sasa hii Biblia inakuwa kama ya kuchanganya. Inaonekana kama inachanganya kwa sababu kuna maneno, kuna mambo ya misingi tuliyoyaacha, hatukuyazingatia. Kuna maneno hatukuyazingatia. Katika Petro wa kwanza 4:13. Petro ya kwanza, yako maandiko mengi siwezi kuyamaliza, lakini nahitimisha sasa. Hata ungenipa muda wa kuendelea kukupa maandiko mengine mengi. Yako mengi tu yanayozungumza kuja kwa Yesu ni kufunuliwa. Ni kufunuliwa. Petro ya kwanza mstari wa 4, sura ya 4 mstari wa 13. Anasema hivi: lakini kama mnavyo yashiriki mateso ya Kristo, furahini ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Unaona? Sasa hivi tupo tunashiriki mateso, tunashiriki shida, lakini tunavumilia katika Bwana. Kwa nini? Kwa sababu tunataka siku ya ufunuo tuonekane mbele zake wakati anapofunuliwa. Maana wakati wa kufunuliwa na sisi tutafunuliwa. Ndipo tutajiona jinsi tulivyo, na kwamba kumbe tulikuwa hivi, sasa tuko hivi. Udhihirisho. Yako maandiko mengi. Kwa nini Biblia? Katika labda la mwisho nikatishe kwa sababu muda sio rafiki. La mwisho, waraka wa Yohana, nimelisema lakini sikulisoma. Waraka wa Yohana wa kwanza 3, ule mstari wa 2, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika. Unaona? Sisi ni watoto wa Mungu, lakini haiko wazi ili kila mtu aelewe. Tunaelewa kwa roho. Watu wasioingia katika roho hawaelewi. Unaona? Hawaelewi. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa. Unaona? Lakini tuajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Akidhihirishwa na sisi tukidhihirishwa, akifunuliwa na sisi tukifunuliwa, ndipo tutakapoona tunavyofanana naye. Huko ndiko kunakoitwa kuja kwa Bwana Yesu. Huko ndio kuja kwa Yesu. Neno linatumika kuja kwa Yesu, kudhihirishwa kwa Yesu, kufunuliwa kwa Yesu. Na sisi maandiko yanasema tutanyakuliwa, tutafunuliwa, tutadhihirishwa. Haisemi tutachukuliwa. Najua maneno haya yatawashitua wengi.
Tafuta Biblia unayo, soma, ulete maandiko. Unafikiri Biblia imekosea? Biblia haiwezi kukosea kuandika jambo moja maandiko 6, 10, 11, 12, 15 iwe imekosea. Hapana, haijakosea. Alafu maneno haya ya kufunuliwa nimekuonyesha. Yesu mwenyewe ametumia neno kufunuliwa kwamba kuja kwake atafunuliwa. Paulo amesema Bwana atafunuliwa. Petro amesema Bwana atafunuliwa. Yohana amesema Bwana atafunuliwa. Wote hawa wanakosea. Wote hawa wamekosea. Kwamba kuja kwa Yesu ni kufunuliwa. Kufunuliwa maana yake ni kitu ambacho tulikuwa nacho lakini hakija wazi. Mwisho utakapokuja, tumaini letu litakapotimia, Bwana atafunuliwa. Ndio maana ya kuja kwa Bwana, ili tukae naye milele. Biblia inasema tutakapomlaki tutakaa naye milele. Wengine watakwenda kwenye hukumu milele, wengine tutakaa naye Bwana milele. Roho hazijengewi majumba, wala hakuna majumba mbinguni, hakuna magorofa, hakuna mji, hakuna barabara. Hayo yote yamekosewa katika utafsiri. Ukisoma, wanasoma maneno haya ndani ya kitabu cha Ufunuo. Ufunuo ulikuwa utabiri mambo yanayokuja mbele. Ulikuwa unafunua nabii zilizotabiriwa na manabii. Ukirudi katika manabii utaona kwamba manabii walikuwa wanatabiri habari za kanisa la Agano Jipya ambalo ni Yerusalemu mpya. Ndani yake kutakuwa na barabara, ndani yake kutakuwa na mji, ndani yake Bwana atatembea. Watu wanashindwa kupata tafsiri, wanayapeleka mbinguni. Wasema mbinguni haya, hapana. Mungu atusaidie. Ninarudia kusema neno haya, nimefundisha, najua ni vigumu, watu hawaelewi, wanauliza maswali, lakini kwa sababu ni neno la Mungu, ninalitoa kwako ndugu msikilizaji, ulipokee. Ukiwa na swali uliza, ukiwa na udadisi kama ni wa kupingana, hapana. Soma Biblia unayo, soma. Yale unayoyaamini uyaone yameandikwa wapi. Na Mungu atakubariki. Tunalinyosha kanisa la Mungu likae katika mstari ambao Bwana anataka tuwe nao. Bwana atakuja. Hata tukuta katika matazamio mabovu, atatukuta katika matazamio ya kumngoja yeye na kufunuliwa kwake na sisi. Hii sio asili yetu, lakini Bwana atatuletea asili yetu. Mungu akubariki katika jina la Bwana. Amen. Vipi, unatamani kukua katika neno la Mungu? Unataka kujifunza neno la Mungu kwa kina ukiwa nyumbani kwako tu? Sasa ni wakati wako. Kingdom Truth Bible College KTBC inakuletea masomo ya Biblia kwa njia ya mtandao kupitia simu yako tu. Jifunze neno la Mungu na uimarike kiroho popote pale ulipo duniani. Ni rahisi sana. Kikubwa uwe na akili timamu, ujue kusoma na kuandika, na uwe na hamu ya dhati ya kujifunza Biblia. Tuna walimu waliobobea na wenye uzoefu mkubwa kufundisha biblical theology, na utajifunza kozi zaidi ya 24 zitakazo kubadilisha kimwili na kiroho. Kujiunga, tuma neno usajili kwenda namba 0741996990. Mara baada ya hapo utapokea maelekezo rahisi tu ya namna ya kujiunga, ama tembelea www.ktbc.ac.tz na utachukua fomu yako kwa shilingi 10,000 tu ama dola 15. Tupigie simu au kwa WhatsApp namba 0769007328. Kuwa sehemu ya kizazi kilichojengeka kiroho na kimwili kwa ufanisi wa hali ya juu kupitia Kingdom Truth Bible College KTBC. Blessed.